Karibu sana katika siasa na haki Tanzania. Leo tunaingia katika hatua mpya na muhimu katika kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Lissu amewasilisha maombi ya dharura, yani certificate of urgency, mbele ya mahakama ya rufaa ya Tanzania Dar es Salaam chini ya Criminal Revision namba 7203/216 ya mwaka 2026. Hati hii iliyowasilishwa Machi 10 na 11 mwaka 2026 inataka kesi yake ya rufaa iliyokatwa na Jamhuri isikilizwe kwa haraka sana. Sababu kuu aliyoitoa, ameweka wazi kuwa amewekwa kizuizini tangu Aprili 9 mwaka 2025. Sasa ni zaidi ya miezi 11 na hali yake ya afya inazidi kuzorota kutokana na majeraha makali ya risasi tangu shambulio la Septemba 7 la mwaka 2017. Majeraha ambayo bado yanaendelea kumsumbua na amekosa miadi ya matibabu iliyopangwa. Anaonya kuwa bila kusikilizwa haraka atapata madhara makubwa yasiyorudi na haki inaweza kushindwa. Leo tutachambua kwa kina hati hii kwa kina na muktadha wa kesi, athari za afya na kizuizi. Na hapa tunaanza na mambo ya msingi. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 huko Mbinga, Ruvuma wakati wa mkutano wa Chadema. Anashtakiwa uhaini chini ya kifungu cha 392D cha sheria ya adhabu, ambapo madai ya kutoa kauli zilizochochea kuzuia uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Kesi ilianza Mahakama Kuu Dar es Salaam, ambapo kuna criminal section zake. Kesi ilikuwa ni 00011965 ya mwaka 2025 na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dostan Ndunguru. Lissu anajitetea mwenyewe bila wakili. Februari 24 mwaka 2026, drama kubwa baada ya mahakama kukataa ushahidi mpya wa mashahidi wasili, hidden witnesses, ambapo Jamhuri kupitia DPP walikata rufaa na kufanya revision kwenye mahakama ya rufaa. Mahakama Kuu ilisimamisha kesi mpaka rufaa ikamilike. Hii inamaanisha kesi haijaendelea katika Mahakama Kuu na imehamia rufaa. Sasa Machi 10 mpaka 11 mwaka 2026, Lissu amewasilisha certificate of urgency, yani hati ya dharura kwa Criminal Revision namba ile niliyoitaja mwanzoni. Ameandika hati hii mwenyewe akiomba kuwa alama hii ni ya dharura akiwa huko Ukonga Central Prison. Amewekwa kizuizini tangu Aprili 9 mwaka 2025, sasa karibu miezi 11. Na Septemba 7 mwaka 2017 alinusulika shambulio la kumuua, risasi nyingi zilizomudu mwilini na kumwachia majeraha makali ya kudumu. Pia baada ya shambulio amekuwa chini ya matibabu ya mara kwa mara na miadi ya kliniki. Kizuizi kimefanya akose miadi kadhaa na hivyo afya yake na uponyaji wake uko hatarini mkubwa. Bila kusikilizwa haraka atapata madhara makubwa yasiyorudi na haki inaweza kushindwa. Ameomba mahakama itoe cheti cha dharura na kutoa tarehe ya kusikilizwa haraka iwezekanavyo. Hati imethibitishwa Machi 10 mwaka 2026 na kuwasilishwa Machi 11 mwaka 2026 na stempu ya afisa mkuu wa Ukonga Prison. Imetumwa kwa DPP na wizara husika. Sasa tuingie kwenye kipengele chenye uzito mkubwa, afya ya Lissu. Majeraha ya risasi ya mwaka 2017, zaidi ya risasi 16 yalifika kwenye viungo muhimu na baadhi bado mwilini hadi leo kuna risasi. Anahitaji uangalizi wa mara kwa mara, matibabu maalumu na mazoezi. Ripoti za awali zinasema amekuwa akilalamika hali mbaya ya selo, ambayo yanasema ni ndogo, ni 6 kwa 6 futi, na wakati mwingine njaa au ukosefu wa chakula. Kama Februari mwaka 2026 alilalamika mahakamani kuwa hakupata chakula na alikuwa dhaifu. Kizuizi kimefanya akose miadi ya hospitali. Hii inazidisha hatari ya maambukizi, maumivu sugu au matatizo mengine. UN Working Group on Arbitrary Detention Februari mwaka 2026 ilisema kizuizi chake ni arbitrary, bila sababu halali, na inahitaji kuachiwa mara moja na fidia pia juu apewe. Hii inaongeza shinikizo kimataifa, kama Amnesty, EU na wengine wameelezea wasiwasi wao.
Ucheleweshwaji wa kesi kama miezi 11 na bila hukumu unakiuka haki ya kusikilizwa kwa haraka, yani right to speedy trial. Katika katiba na mikataba ya kimataifa, hii ni kosa. Hii inazua swali, je, rufaa ya jamhuri inaweza kuwa mkakati wa kucheleweshwa? Lissu amesema hii inalenga kumfanya akae gerezani kwa muda mrefu zaidi. Hati hii ni hatua kali na halali kisheria. Certificate of Urgency inaruhusiwa chini ya sheria za rufaa ili kesi isikilizwe haraka wakati wa dharura kama afya au haki. Mahakama ya rufaa ina mamlaka ya kusimamia rufaa hii na kutoa maamuzi. Hati inaonyesha ujasiri wa Lissu, anajitetea mwenyewe na kutumia sheria ili kulinda haki zake. Hii inaweza kuwa kichocheo cha kusikilizwa haraka na kurejesha imani kwa mahakama. Ucheleweshwaji unaendelea. Ni siku 20 zimepita tangu rufaa ya jamhuri Februari 24, na afya yake ina hatari kubwa. Ikiwa mahakama itachelewesha tena, inaweza kuonekana kama kukosa uhuru au kufuata shinikizo la kisiasa. Mahakama ya rufaa inahitaji kutoa tarehe haraka ili kuepuka madhara zaidi. Kesi hii inahusiana na demokrasia ya Tanzania, uhaini bila dhamana, kizuizi muda mrefu na afya ya mtuhumiwa. Ikiwa itasikilizwa kwa haki, inaweza kurejesha imani. La sivyo, migogoro itaongezeka. Haki lazima iwe sawa kwa wote, si tu kwa upande mmoja. Wasikilizaji, tunaona hatua muhimu. Kuna hashtag kama Free Lissu na haki kwa Lissu zinazidi kuongezeka. Mahakama ya rufaa ipe tarehe haraka ili afya yake isiharibike zaidi na haki ifanyike. Je, maoni yako nini, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa hili jambo? Je, mahakama itatoa haki bila kuchelewa? Endelea kuwa nasi na utuachie ujumbe hapo ili urejee baadaye, na sisi tutazidi kukuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia.